السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم ليخرج الناس من الضلالات إلى الهدى المبين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه البررة الميامين. أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu wasikilizaji na watazamaji wa TV Ibn Jazar TV online, tumerejea tena katika darasa letu la tafsiri ya Qur'ani juzu amma surat An-Naba. Wiki iliyopita au darasa lililopita tulizungumza kuanzia mwanzo wa aya ya kwanza mpaka ya 16 ya surati An-Naba. Aya zilizomalizia Mwenyezi Mungu ametutajia neema mbalimbali ambazo ametuneemesha, ikiwa ni kutupa sisi usingizi kuwa ni starehe, lakini vile vile akatuwekea ardhi kama ni tandiko na neema nyingine mbalimbali. Hii zote ni kwa ajili ya kuwabeza na kuwakatisha tamaa makafiri kwa yale ambayo walikuwa wanaulizana kutokana na habari ambazo wao haziwahusu, ambazo ni habari za siku ya kiyama. Leo tunaendelea na aya ya 17. Mwenyezi Mungu anatuelezea siku ya kiyama, siku ya upambanuzi, ambayo ni siku imewekewa wakati maalum na muda maalum. Tukianza katika aya ya 17, Mwenyezi Mungu anasema inna yawmal fasli kana miqatan, hakika siku ya kiyama, siku ya malipo, siku ya upambanuzi ni siku maalum, imewekewa ahadi maalum. Yawmul fasl wa huwa yawmul qada wa huwa yawmul qiyama, na imewekewa mau'idan muhaddadan lilhisab, imewekewa ahadi maalum kwa ajili ya hisabu. Yauma yunfakh fi suri, siku hiyo siku ambayo itapululizwa parapanda, fataatuna afwajan. Mwenyezi Mungu anatuambia mtatujilia hali ya kuwa mpo makundi makundi, jamaatin, mtatujilia hali ya kuwa mpo makundi makundi. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia mtatujilia mmoja mmoja kama tulivyowaumba mwanzo wa uumbaji. Kwa hiyo na hapa Mwenyezi Mungu anatuambia yauma yunfakhu fi suri fataatuna afwaja, siku ambayo itapulizwa parapanda mtatujilia hali ya kuwa mpo makundi makundi, jamaatin. Lakini katika siku hiyo vile vile wafuti hati samau fakanat abwaba, na mbingu itafunguliwa, mbingu zitafunguliwa na zitakuwa zina milango ya kupita, na milango ya kupita. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, vile vile majabali yataendeshwa, shay'an tarahu al-ain kaannahu ma wala athara lahu, majabali yatakuwa kama vile sehemu ambayo unaiona maji njiani, lakini ukikaribia hauyaoni maji hayo, ndio saraba hiyo. Macho yanaona kama vile maji, lakini ukifika pale karibu hauyaoni maji hayo. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, majabali yote yataendeshwa, yatakuwa kama vile maji yaliyopo katika barabara, na ukikaribia pale hauyaoni. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia inna jahannama kanat mirswada, hakika jahannam itakuwa ni sehemu maalum iliyoandaliwa makafiri. Makanan muaddan lilkuffar, jahannam itakuwa ni sehemu maalum iliyoandaliwa makafiri. Litaghina maaba, lilladhina ya'suna Allah kathira. At-taghina ni wale ambao wanamuasi Mwenyezi Mungu kwa wingi, kwa hiyo ndio wameandaliwa hiyo jahannam. labithina fiha ahkaba,
watakaa humo milele, miaka na miaka. Makithin wa muqimin, ni wenye kukaa humo na ilikuwa ni makazi yao, itakuwa ni makazi yao kabisa. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba, hawatoonja kinywaji kilichokuwa baridi humo wala kinywaji chingine chochote ambacho kimewekwa humo ni cha neema. Bardan naima, hawatoonja kinywaji chenye neema wala sharaba wala kinywaji chochote chengine ambacho kimo humo ndani. Illa hamiman wa ghasaqa, illa maji ya moto, ma'an harran, isipokuwa ni maji ya moto na usaa. Sadidan wa huwa alma'u alladhi yanzilu min ajsami ahli an-nar, ni maji yale ambayo yanatoka katika viwiliwili vya watu wa motoni, ndio wanaita ghasaqan. Hamiman ni maji ambayo ni harran. Jazaan wifaq, hayo ndio malipo yao ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia. Jazaan adilan muwafiqan lil a'malihim, malipo ambayo yanafanana na wao kutokana na matendo yao. Illa hamiman wa ghasaqa jazaan wifaq innahum kanu la yarjuna hisaba, hakika wao walikuwa hawaamini kuhesabiwa. Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadhabu biayatina kidhaba, wakazipinga aya zetu kwa kuzipinga kabisa. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, na Mwenyezi Mungu anatuambia kila kitu tumekidhibiti kwa kukiandika. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba, basi nyinyi onjeni, hakuna kitakachozidishwa kwenu nyinyi isipokuwa ni adhabu juu ya adhabu. Kwa leo tuishilia hapa, tukikaa katika halka nyingine inshallah tutaendelea na tafsiri yetu. Billahi tawfiki, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.